بإحسان يطيل ثم جعل الإسلام من سلالة من ماء الميت والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nimepewa nafasi hii angalau na mimi nichangie pale alipoishia mzungumzaji wa kwanza Sharifu. Kabla ya hapo MC amesema mimi nimeanza kuhudhuria wallahi siku nyingi sana tangu uhai wa Sheikh. Mwaka jana alisema ya kwamba wanafika hapa kwa sababu ni kwetu hapa sisi ni petu. Kwa hivyo labda mkiniona sijafika labda nimekufa au umetokea udhuru mkubwa wa kufanya nisifike, lakini hapa mimi ni kwetu. Kwa hivyo piga huwa garagaza lazima nifike biidhnillah, na ndio maana nimefika. Nimetoka kwenye hadhara nyingine kule ambayo naona kama imeingia katikati tu, lakini nimefika. Ya kusemwa ni mengi na madrasa bado zipo nyingi, na sasa hivi ni saa 7 takriban na robo, na mimi nikianzaga kuzungumza nachukua muda mwingi sana. Nitawaudhi vijana wa madrasa ambao wao wanangojea kughani. Kwa hivyo sitokuudhini sana, nitakuudhini kidogo tu kwa kuzungumza kidogo. Sharif alizungumza maneno mengi, lakini mimi nazungumza upande mmoja tu. Sasa hivi leo ni 13 Shaaban, maana miezi ya Kiislamu inaingia magharibi, jua likizama tu umeingia katika tarehe nyingine. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kule kupupia kutaka mwezi wa Ramadhani alikuwa akiomba dua akifika katika mfungo 10. Alikuwa akisema Allahumma barik lana fi Rajaba wa Shaabana wa ballighna Ramadhan. Alikuwa akiomba dua hiyo mtume kwamba ewe Mwenyezi Mungu tupe baraka katika Shaabani, katika mfungo 10 na Shaaban, na utufikishe katika mwezi wa Ramadhani. Na sisi ndo tunaomba hivyo hivyo, Mwenyezi Mungu atupe baraka katika hii Shaabani tuliyokuwa nayo, na atufikishe katika mwezi wa Ramadhani kwa fadhila zake. Kwa nini mtume alikuwa akiomba afikishwe katika mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu ya khairi nyingi zilizomo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Moja katika khairi hizo kubwa lao kabisa ni kufutiwa madhambi. Ndio yule mshairi akasema, man kana yashku udhma da'i dhunubihi falyati fi Ramadhana baba tabibihi, ambaye anashtaki ukubwa wa ugonjwa wa maradhi yake. Man kana yashku udhma da'i dhunubihi, ambaye anashtaki ukubwa wa ugonjwa wa madhambi yake,
tuchukulie kwamba madhambi ni ugonjwa. Sasa mtu anakuwa mimi madhambi yangu makubwa, anajishtaki, afanye nini? Faliyati fi ramadhana baba tabibihi, aiendee Ramadhani, ndio mlango wa daktari wake. Kwa hivyo Ramadhani, shekhe, ukiipata ni mlango wa kusamehewa dhambi. Umri wetu sisi ni mfupi sana. Sasa hii Ramadhani imekuja ili Mwenyezi Mungu atufutie dhambi zetu, ndio maana imeitwa Ramadhan. Ramadhan maana yake ni kule kuunguza na kuchoma. Kwa sababu ya ibada zinazofanyika kwa wingi, basi dhambi zinachomeka, zinaungua. Sasa ndio maana tunaomba tufike katika mwezi wa Ramadhani, kwa sababu umri wetu sisi ni mfupi. Ukipiga sensa hapa, sisi tuliopo hapa tunafika karibu watu 300 hapa au na zaidi, sisi sote hapa. Ukijitazama sura zetu ni sura za kuondoka mpaka 2000. Sasa hivi tupo 2024, mpaka 2100 sisi yote hapa hatupo katika uwanja huu. 2100 tena huko nimezidisha mimi, mwingine hapa miaka 2-3 pamoja na mie mwenyewe, lakini ala alaqali tuchukulia 2100 hapa hamna mtu. Wewe unajifanya sharubalo, unajifanya wewe sijui nani, hakuna mtu hapa, unajipangaje? Ndio maana Mungu katuletea Ramadhani, shekhi. 2100 nyewe mnamtazama hampo, nikiongoza mie mwenyewe hatupo. Watakuja wengine, sijui kama watatukumbuka, na wao watakao kuja. Hii naona kaka inaletea gozi ile ya kwanza ulichukua shekhe, hii naona hii ya mchongo, hii sio yenyewe, hii ni ya mchongo hii. Ile ya kwanza hiyo aseme haya kamera basi. Unaona 2100, ingawa hatufiki huko, maana mwisho wetu si sana 50-60 hapa, lakini nimezidisha mimi kwa huruma tu, wasemea ubamba wanatuua mapema. 2100 hamna mtu hapa, sisi sote, hao vijana wa kike, vijana wa kiume, wazee, wote hatupo, tupo makaburini. Fa inna rahiluna ghadan lisafri wa tansana lahibatu ba'da ashri wa qad sirna idhaman baliyat. Msemaji anasema sisi ni wenye kusafiri kesho kwa ajili ya safari ya kufa. Fa inna rahiluna ghadan lisafri, sisi ni wenye kusafiri kesho kwa ajili ya safari ya kufa. Watansana lahibatu ba'da ashri, watatusahau wapenzi baada ya kuwa tulichanganyika nao. Nilisikiliza kwenye darasa la shehe mmoja wa mchongo akisema watansana lahibatu ba'da ashri, watatusahau wapenzi baada ya siku 10. Ashiri hapo sio siku 10, shekhe, wewe shehe wa mchongo. Sasa hivi wameibuka mashehe wengi wa mchongo. Hiyo ashiri hapo sio siku 10, kuchanganyika. Minal muashara, inatokana na muashara kuchanganyika. Allah anasema waashiruhunna bil ma'ruf, changanyikeni nao, kaeni nao kwa wema, yani wake zenu, ndio hiyo muashara hapo. Watansana lahibatu ba'da ashri, watatusahau wapenzi baada ya kuwa tulichanganyika nao. Waqad sirna idhaman baliyat, wakati sisi tumekuwa mifupa iliyooza makaburini. Unajipangaje hapo? Ndio maana Mungu kaleta Ramadhani itusafishe. Kwa hivyo atakayejaliwa kufika katika mwezi wa Ramadhani aelewe amepata bahati kubwa sana, na asiipoteze bahati hiyo. Nataka ajipinde kufanya ibada ili Ramadhani, kama alivyosema Mtume, Ramadhani ikiondoka na dhambi hana hata moja. Mwenye kufunga Ramadhani kiukweli kabisa, mfungo mosi anatoka kama amezaliwa kutoka kwa mama yake. Sasa hii ni fursa,
Hii Ramadhani ni fursa, kwa sababu hatutokuwepo hapo. Hao watakaokuja wengine watakuwa watu wa teknoloji ya hali ya juu kuliko sasa, tena watakuwa natuponda sisi. Hizi Prado hizi zote wanaponda, hao ndio wamevumbua nini? Yani wanatuponda kama sisi tunavyowaponda waliopita. Zamani mtaani mzee akinunua pijo mpya 44, mtaa mzima watu anapijo bwana. Sasa hivi ipo makumbusho pijo, tunaziponda. Hii ndio gari gani wamevumbua nini? Na hao watakaokuja ndio watatuponda hivyo hivyo. Maana watatuvumbua magari yanakwenda yenyewe, yana driver, wewe unakaa tu, afu inakwenda yenyewe, inafunga breki, inapiga kona, inarudi nyuma yenyewe tu huko. Watakuwa na teknoloji hali ya juu sana, lakini wakati huo sisi tumeondoka. Sasa cha kujipanga Ramadhani inapokuja, lazima utie nia kwamba mimi ninafunga kwa nia ili Mwenyezi Mungu anisamehe dhambi. Ndio anavyosema Mtume, man qama ramadhana imanan, man sama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kwa imani kamili na kwa kutaraji thawabu, atasamehewa dhambi zake zote zilizopita. Tumuombe Mwenyezi Mungu tuwe miongoni mwa hao. Kwa hivyo tusifanyie mchezo wa Ramadhani, tujitahidi sana. Ramadhani inakuja kutusafisha sisi. Tusifanye Ramadhani mwezi wa burudani kama wanavyofanya baadhi ya watu. Kuna watu kama ikiingia Ramadhani inakuwa wananunua karata mpya za plastiki ambazo hazichafuki. Kwa hivyo wanasema wanakata makali ya Ramadhani kwa kucheza karata. Haina maana yote, unapoteza muda. Alafu kwenye karata kuna maneno ya ovyo ovyo kiasi kwamba unapata dhambi. Katika mchezo ambao mimi siupendi karata. Kwanza karata ndani yake kuna uongo. Kuna mchezo unaitwa mrambo. Mtoto mdogo wa miaka 7 anacheza na babake mzazi, anamrambisha. Alafu yule mtoto sasa, lamba mavi baba. Lile baba linalamba, analambisha bwana, wewe unaweza kulamba mavi? Lakini kupitia karata jitu linalamba mavi. Hii ni katika mazao ya ghazwa fikri, vita vya mawazo, vita vya fikra. Unaambiwa yale ni mavi na wewe unakubali. Kuna mavi mule? Au mtu anakula kisu, wewe unaweza ukala vipi kisu? Kuna mchezo mule mtu na madevu yake anaolewa. Kwenye karata. Kwanza karata inakaribisha zinaa katika nyumba. Hii nyumba wanakaa wapangaji, unajua nyumba zetu za Kiafrika, all Africa game. Yani makabila yote yako humo, Makonde, huyu Mzalamu, huyu Mchaga, sio natoka nyumba moja. Alafu huyu kaoa, huyu wakuoa, wanacheza karata. Mke wa huyu bwana kila wakati anaolewa na jamaa kupitia karata, anachanga anapangilia kila wakati, analamba dume, anamuoa mke wa mpangaji mwenzake. Yani michezo ya kijinga hii. Na yule anayeolewa mumewe yuko pale pale, anashangaa, wewe binti Abdalla kila wakati anakuoa tu. Atamuoa kweli mfungo mosi huo? Hiyo ni green light. Taa ya kijani ikifika mfungo mosi, sasa mimi na wewe damdam, si nilikuwa nikikuoa mwezi wa Ramadhani bwana. Hazina maana michezo kama ile. Lakini watu ndio wameweka kwenye majumba Uswahilini kwetu. Kila nyumba wanacheza karata. Baada ya kumwabudu Mungu wanacheza karata, au wengine bao. Yani lugha za mule ni za ovyo ovyo. Kuna mtu anakula nyumba mule, kuna mtu anatakata wakati hajafua. Hayo maneno yote yatakiwi katika mwezi wa Ramadhani. Wewe unatakiwa umuombe sana Mwenyezi Mungu. Kwanza ujui hiyo Ramadhani kama utaifika, na kama utaifika ujui kama utaimaliza. Inatakiwa ujipinde sana. Dunia imekwisha hii dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokwenda Miraji, alikutana na mwanamke mmoja mzee. Yule mwanamke anamuita Mtume, haluma ya Muhammad,
Jibril akamwambia hapana, usende, endelea na safari. Baadaye mtume anamuuliza ni kikongwe gani kile, kizee gani kile? Akamwambia ile dunia, yani umri uliobaki wa kizee kile ndo sasa na umri uliobaki katika dunia wakati mtume analetwa. Sasa mzee yule angeletwa sasa hivi ingekuwaje? Ina maana dunia imekwisha, alama zote za mwisho wa dunia zile ndogo ndogo nyingi zimekwishaonekana. Maana kuna alama ndogo na kubwa. Zile alama za mwisho wa dunia za kiyama kuna ndogo na kubwa. Ndogo zishapatikana nyingi sana, bado tunataka tuziangalie kubwa. Na hiyo kubwa kuna kizaazaa kikubwa ndani yake. Kuna watu wanaitwa Yaajuj wa Maajuj. Kuna mtu mmoja Dhulqarnaini alifika mashariki ya mbali kabisa huko, akakutana na viumbe dunia wa duniani, wanadamu. Sasa hivi za dunia ya dunia imekwisha. Alama kubwa kabisa jua kutoka magharibi. Na ndio maana mtume anasema tubu ila Allahi qabla an tatlua ash-shamsu min maghribiha. Tubuni kwa Mungu kabla jua lijatoka magharibi. Maana jua likitoka magharibi hukubaliwi ibada yoyote unayoanza hapo. Watakao kubaliwa ni wale walioanza tangu zamani wanaoswali. Manake jua likitoka magharibi ni kizaazaa. Siku moja ulikamatwa mwezi miaka kadhaa, basi watu walijaa msikitini kwa oga. Kuna wengine wamekuja na makapelo, mwingine kavaa pensi, yani wamekimbilia msikitini, wameenda sehemu salama. Wengine wametoka kwenye kilabu cha pombe, maana kuna klabu na kilabu. Klabu zile za kizungu wanakunywa wine, lakini kilabu ndo hao wenzangu mimi, anakuwa champumu, ulaka, kibukoe. Yani pombe unaoziwa shilingi 500 na kushiba umo hiyo pombe bala. Basi wale walijaa msikitini. Sasa sikwambii jua umelala, umeamka unajua linatoka magharibi, unajua dunia imekwisha. Mimi sasa bana, afadhali narudi kwa Mungu, naanza kuswali. Ukubaliwi. Anayekubaliwa ni yule tangu alianza kuswali mapema. Kwa hivyo mtume akasema tubu ila Allahi qabla an tatlua ash-shamsu min maghribiha. Tubuni kwa Mungu kabla jua lijatoka magharibi. Ili jua ili kwa sababu linapewa ruhusa na Mungu, leo toka, leo sitoke, toka magharibi. Ukiona hivyo ndo dunia ishakwisha. Sasa tumeletewa hii Ramadhani, umri wetu sisi mfupi. Inapokuja Ramadhani ndio tujitahidi, huenda Mungu akatufutia makosa yetu. Hakuna mtu asiyokuwa na makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu ibn adama khata'u. Kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Ukimkuta mtu anajisifia, mimi sina dhambi, huyo ama awe malaika au mchizi. Malaika wamwasi Mungu, na mchizi hata akifanya makosa apati dhambi. Lakini kullu ibn adama khata', kila mwanadamu ni mwenye kukosea bwana. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, bora ya wale wanaokosea ni wale wanaotubu kwa Mungu. Kwa hivyo sisi tunatakiwa tutubu siku zote, lakini mwezi wa Ramadhani ndio maana umeitwa mwezi wa toba. Inatakiwa watu watubu sana, toba iliyokuwa ya kweli. Huenda Mwenyezi Mungu akakukubalia toba yako, basi mfungo mosi wewe huna dhambi. Ndio maana ya Ramadhani. Kwa hivyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atufikishe katika mwezi wa Ramadhani, na atuwafikishe katika mwezi wa Ramadhani kutenda ya kumridhisha yeye. Muda umekwenda sana na watu bado wanataka kupiga naghma. Niishia hapo, wa ma alaina illa albalaghul mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.